Tamaa ni mbaya sana. Inaweza kumfanya mtu kuamini jambo ambalo lisilowezekana. Umewahi kusikia chungu kikizaa chungu kingine? Bila shaka haiwezekani, lakini kuna mtu aliyewahi kuamini jambo hilo na akalifurahia sana. Karibu kwenye Hekima za Abu Nuwas, kipindi maalum ndani ya simulizi za Kiislamu kupitia Rahma TV. Siku moja Abu Nuwas alimwendea bwana mmoja aliyekuwa akiuza vyungu na kumwomba amwazime chungu kimoja kikubwa kwa muda wa siku chache. Yule bwana akakubali, na baada ya siku chache Abu Nuwas akakirudisha chungu kile kikubwa, lakini ndani yake akaweka chungu kingine kidogo. Muuza vyungu aliposhangaa, Abu Nuwas akamwambia, "Hongera, chungu chako kimejifungua mtoto." Basi yule bwana alifurahi sana, na bila kuuliza swali lolote akavichukua vyungu vyote viwili. Siku zikapita. Abu Nuwas akamwendea tena muuza vyungu na kumuomba amwazime tena chungu kile kile kikubwa. Bila ya kusita, muuza vyungu akampa kwa furaha sana, akiamini huenda kikazaa tena. Lakini safari hii haikuwa kama mwanzo. Siku zikapita bila Abu Nuwas kurudisha chungu. Hatimaye muuza vyungu akamwendea Abu Nuwas nyumbani kwake na kumuuliza, "Abu Nuwas, mbona hurudishi chungu changu?" Abu Nuwas akajibu kwa huzuni kabisa, "Nina habari mbaya, chungu chako kimefariki." Muuza vyungu akakasirika sana na kusema, "Unasemaje? Chungu kinawezaje kufa?" Abu Nuwas akatabasamu na kusema, "Kama uliamini chungu kinaweza kujifungua, kwa nini ushindwe kuamini kinaweza kufa?" Muuza vyungu akainamisha kichwa, akatambua kwamba tamaa yake ndiyo iliyomfanya kuamini jambo ambalo lisilowezekana. Ikhwatul iman, muumini anatakiwa kutumia akili, busara na kutafakari kabla ya kuamini jambo lolote analolisikia. Man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi. Amani ya Rahmani, neema zake manani na baraka zake Mustafa Adnan zikumiminikie popote pale ulipo. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.